Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi hii ambayo ametupatia siku ya leo ili tuweze kuwa na sehemu ya mafundisho ambayo yatatujenga kiroho, lakini pia yataimarisha mifumo yetu ya kijamii. Kwa hiyo nipende kujitambulisha kwako, na naitwa Solomon Simon Msengi au Mwalimu Solomon Simon Msengi. Na leo hii tutakuwa na somo muhimu sana linalokwenda kwa kichwa cha somo kinachosema mfumo wa tabia na malezi, jinsi unavyojenga au kuharibu hatima ya mtoto. Tutakuwa na somo linalokwenda kwa jina la mfumo wa tabia na malezi, jinsi unavyojenga au kuharibu hatima ya mtoto. Naomba twende moja kwa moja kwenye maandiko. Tutasoma kitabu cha Mithali kitabu cha Mithali ile sura ya 22. Sura ya 22 tutasoma ule mstari wa 6. Mithali 22 mstari wa 6 anasema, mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Ukifuatilia andiko hili ambalo tumelisoma hapa katika hiki kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa 6, utagundua ya kwamba ndani ya hii mistari kuna ufunuo mkubwa sana tunaoupata unaotutengenezea msingi wa somo letu ili kutuleta kwenye kile ambacho Mungu amekikusudia. Ukisoma haya maandiko, ukifuatilia vizuri, utakutana na mstari unaosema mlee mtoto katika njia impasayo. Tunaposema neno njia, lile neno njia linaweza likawa na tafsiri ya mfumo wa maisha au jinsi mfumo wa maisha unavyotakiwa kuwa. Jinsi mfumo wa maisha unavyokuwa. Kwa hiyo maandiko yanaposema mlee mtoto wako katika njia impasayo, maana yake ni sawasawa na kusema mlee mtoto katika mfumo bora, naye hata uacha huo mfumo hata atakapokuwa mzee. Kwa hiyo lile neno njia halina tafsiri ya njia kama jinsi ambavyo tunafikiri. Linajaribu kutupa picha ya ndani na kutufunulia ya kwamba ni namna gani ambavyo wazazi wanapaswa kuwalea watoto katika mfumo ambao wataubeba, wataenda nao mpaka watakapokuwa wazee. Kwa hiyo hii inatupa picha ya msingi sana katikati ya wazazi, katikati ya familia, katikati ya masuala ya malezi, kwamba kuna kitu fulani ambacho Mungu anahitaji tutengeneze mifumo ya maisha ambayo watoto wataweza kuishika, wataweza kuiishi, mifumo ambayo itawajenga katika hali zao za utoto na itawapeleka katika hali zao za uzee. Maana yake katika vipindi mbalimbali wataweza kupita na wataweza kuvuka lika mbalimbali na kufikia katika umri wa uzee pasipo kuacha ile mifumo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hakuna mzazi ambaye huwa anamlea mtoto asitegemee matokeo fulani. Ukifuatilia utagundua ya kwamba kila mzazi au kila wazazi wanapozaa watoto wao huwa wanatarajia matokeo fulani baada ya kuwazaa wale watoto au baada ya kuwalea wale watoto.
Lakini ukifuatilia utagundua ya kwamba matokeo ya malezi ya watoto au matokeo ya tabia ya watoto yanatokana na aina ya mfumo ambao wazazi wametengeneza kwa watoto wao, na mfumo huo wa wazazi wanaotengeneza kwa watoto wao ndio utakaotengeneza aina ya matokeo baada ya wao kuishi, au baada ya miaka kadhaa, au baada ya miezi kadhaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutakuwa na point chache ambazo tutajifunza kuhusiana na somo hili, na utanielewa vizuri kadri tunavyoendelea. Tutakuwa na point chache sana. Twende katika pointi ya kwanza. Pointi ya kwanza inasema msingi wa hatima ya mtoto unatengenezwa katika tabia na malezi ya wazazi. Ukisoma katika kitabu cha Zaburi ile 11 mstari wa 3, na mkuu pale, maandiko yanasema ya kwamba kama misingi ikiharibika, mwenye haki atafanya nini? Hii inatupa picha ya kwamba kama misingi ya wazazi ikiharibika, maana yake watoto hawatakuwa na sehemu ya kwenda kujenga. Ujenzi wa kitabia, ujenzi wa malezi hauwezi kukaa vizuri kama misingi ya wazazi wenyewe haijawekwa vizuri, kama mifumo ya maisha yao hawajaiweka vizuri. Maana yake na mifumo pia watakaoitengeneza katikati ya watoto wao ndio watakayotembea nayo. Kwa hiyo matokeo watakayoyapata ni kulingana na misingi ya wazazi wao. Maana yake ili watoto waweze kwenda kujenga kwenye msingi mzuri au kwenye mfumo mzuri, maana yake wazazi ndio wanaotakiwa kutengeneza aina ya mfumo bora utakaopelekea hatima za wale watoto kufikia kwenye malengo mazuri. Lakini ukifuatilia na kuangalia utagundua ya kwamba mifumo ya hatima za watoto imeharibika kulingana na namna ambavyo wazazi wametengeneza mifumo fulani ya maisha ambayo yananyima zile hatima zao kusogea na kufika pale wanapotakiwa kufika. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende pointi ya pili. Pointi ya pili inasema unapotengeneza mfumo wa maisha ya mtoto, tengeneza mfumo wake kinyakati. Tutasoma kile kitabu cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu, wakati wa kuzaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukifuatilia mistari hii utagundua ya kwamba kulingana na pointi yetu inayosema unapotengeneza mfumo wa maisha ya mtoto, tengeneza mfumo wake kinyakati. Maana yake wazazi wanapojiandaa kutengeneza aina fulani ya mfumo wa maisha katikati ya watoto wao, au kurithisha aina fulani ya mfumo wa maisha katikati ya watoto wao, maana yake wanatakiwa kutengeneza kinyakati. Wasitengeneze mfumo wa maisha kana kwamba wataishi milele. Wasijue ya kwamba wale watoto wataishi katika mazingira ambayo wazazi wao hawapo. Kwa hiyo ule mfumo watakao watengenezea unaweza ukatengeneza aina ya maisha yatakayoweza kuharibu kipindi ambacho hawapo. Na ndio maana maandiko yanazungumza hapa, yanasema ya kwamba kuna wakati wa kuzaliwa, lakini pia kuna wakati wa kufa. Hivyo ni vipindi ambavyo binadamu anapita, na kama ni vipindi ambavyo binadamu anapita, maana yake mzazi anapotengeneza mifumo
katikati ya watoto wake, maana yake lazima aangalie vipindi na nyakati ili kumuimarisha yule mtoto aweze kupita katika vipindi, aweze kupita katika jamii ambayo ataweza kustahimili. Lakini hiyo ni tofauti kabisa na wazazi wa leo. Kuna namna fulani hivi ambavyo huwa wanapandikiza aina ya mifumo ndani ya watoto wao, na ikitokea watoto wao wameenda mahali ambapo wazazi wao hawapo, ile mifumo walioiweka wazazi wao, watoto wale inashindwa kuwasaidia kuweza kukabiliana na mazingira wanayokutana nayo katika maeneo ambayo wazazi wao hawapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu wazazi wakaelewa, ni muhimu wazazi wakafahamu ya kwamba mfumo wa tabia na malezi, kuna namna fulani hivi ambayo inaweza ikaenda ikaharibu mfumo wa hatima ya mtoto au ikajenga mfumo wa hatima ya mtoto. Inategemea na namna gani ambavyo mzazi ameamua kupandikiza mfumo wake, kwa misingi gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Twende pointi ya tatu. Pointi ya tatu inasema, kumbuka tabia na malezi bora ndiyo yanayofungulia kibali na utambulisho wa mtoto katika mfumo wa hatima. Kadri ambavyo mtoto anatengenezewa mfumo wa tabia njema na malezi mema, yale malezi na ile tabia ndiyo inayotengeneza kibali kwa yule mtoto, ndiyo inayotengeneza aina ya utambulisho kwa yule mtoto katika kufikia ile hatima anayoiendea. Maana yake, ili tuweze kuvuruga, ili wazazi wavuruge mpango wa utambulisho na kibali cha mtoto, ni pale ambapo wataruhusu mifumo ambayo itakwenda kuharibu utambulisho na kibali. Na hii si wazazi wengi sana wanafahamu ya kwamba kuna namna fulani ambavyo mifumo walioitengeneza kwa watoto wao inaharibu vibali vya watoto wao, inaharibu utambulisho wa watoto wao katika maeneo mageni wanapokwenda. Au hata kama ni maeneo halisi waliopo, lakini kuna namna fulani ambavyo wanapoteza kibali kwa watoto wao kwa sababu ya tabia na mifumo, kwa sababu ya tabia na malezi wanayowapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuende pointi ya 4 tuweze kumalizia hapo. Pointi ya 4 inasema, tabia na malezi bora ndani ya mtoto ni ulinzi wa kipawa ndani ya mtoto katika hatima yake. Kwa hiyo siku zote tunapozungumzia juu ya swala la malezi, tunapozungumzia juu ya swala la tabia, maana yake tunazungumzia habari ya ulinzi wa mtoto. Malezi au tabia ni ulinzi ndani ya mtoto kokote kule atakakokwenda. Maana yake ukitaka kumvuruga mtoto, mtengenezee mfumo wa tabia isiyo sahihi na mtengenezee malezi yasiyo sahihi. Maana yake hiyo inakwenda kuvuruga kabisa kila aina ya mfumo wa kipawa alichonacho na kupelekea yule mtoto kuangamia kabisa. Na ndio maana leo hii mifumo imesababisha watoto kuingia kwenye uvutaji wa bangi, madawa ya kulevya, tabia za ukahaba na vitu vingine vingi. Kwa nini? Kwa sababu wazazi wao wenyewe wameshindwa kuweka misingi wao kama wao, ili wale watoto wanapozaliwa waikute ile misingi, na ile misingi wairithishe kwa watoto, na wale watoto watembee katika hiyo mifumo. Kesho na kesho kutwa nao wakizaa au wakikua wakawa wakubwa wakazaa watoto, maana yake mifumo pia watakaoirithisha itakuwa ni mifumo mizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni muhimu familia zifahamu, wazazi, baba, mama wanatakiwa wafahamu. Watu wa kwanza kabisa wanaotakiwa kubadilisha mifumo ili kupanda mifumo, maana yake ni wazazi. Badilisheni mifumo mnayoishi, badilisheni tabia, badilisheni aina ya vitu mnavyofanya ndani ya familia. Kwa kufanya hivyo,
mtarudisha mifumo bora ambayo itawasaidia watoto wenu kuishi katika njia ambayo Mungu ameikusudia. Na hiyo mifumo hata kama wakienda vioni hawataiacha, wakienda mashuleni hawataiacha, wakikaa na jamii potovu hawataiacha hiyo mifumo, kwa sababu ni ahadi ya maandiko, yanasema nao hawataiacha hata watakapokuwa wazee. Bwana Yesu asifiwe sana.